wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, tumekutana hapa kwa ajili ya kuendelea na darasa yetu, darasa ambayo inayozungumza mambo mbalimbali ya kifikihi, mambo mbalimbali ya kisheria, na naamini tunajifunza mengi kupitia darasa hili, si ndivyo? Tumefika katika sehemu inayosema Arabiu, miongoni mwa masharti 10 na ngapi yale? Tupo katika sharti la Arabiu, sharti la 4, satru ma baina surati rajuli, ni mtu kustiri. Satru ma ni kustiri sehemu ambayo baina surati rajuli, iliyoko kati ya kitovu cha mwanamume, wa rukubatihi, na magoti yake. Kwa hiyo upande wa mwanamume astiri sehemu hiyo. Nadhani tulieleza mambo haya. Kwa hiyo satru ma baina surati rajuli wa rukubatihi wa jamii badani almar'a, na mwili wote wa mwanamke, ila wajihaha, ila uso wake, wakafaiha, na viganja vyake vya mikono. Wajibu alaiha, na ni wajibu kwa huyo mwanamke, satru juz'i, kustiri sehemu. Sikilizeni kwa makini. Ni wajibu kwa huyo mwanamke satru juz'in, kustiri sehemu, min jawani bilwajhi, katika sehemu hii ya pembezoni mwa uso. Kwa hiyo kwenye mpaka wa uso astiri kidogo, astiri sehemu kidogo katika hiyo sehemu ya pembezoni mwa nini? Mwa uso. So waache paka una astiri kidogo hii sehemu hii, sio? Wakafaini, na astiri sehemu ya viganja vya mikono miwili. Astiri sehemu, manake kama umeambiwa mpaka ni hapa, si amekwambia uchi wa mwanamke si mwili wote, ila uso na viganja vya nini? Sasa kwa mpaka wa kiganja si ni hapa. Kwa hiyo unapostiri, amesema ustiri sehemu pia ya nini? Ya kafaini, ya viganja. Maana uongeze kustiri paka hapa kidogo. Ongeze stara yako iongezeke paka mbele kidogo. Usije ukaishia hapa hapa. Amesema ni wajibu. So khiari uongeze kustiri paka hapa kidogo. Usije ukaishia hapa mpakani hapa. Hata kwenye uso usije ukaishia kwenye mpaka tu. Unatakiwa uzidishe na ile sehemu ambayo kwamba ni zaidi ya nini? Ya ule mpaka wa uso. Sawa? Unapokuwa kwenye swala. Halafu wa ala rajuli, na ni wajibu kwa mwanamume, satru juz'i, kustiri sehemu, min suratihi, ya kitovu chake. Kwa ya astiri mpaka juu kidogo. Sawa? Wama hadhaha, na ile sehemu inayoelekeana na kitovu. Lakini pia wajawani birukubataihi, ni wajibu pia astiri sehemu katika sehemu za pembezoni mwa nini? Mwa magoti yake mawili. Wa alaihima, na wanalazimiwa hao wawili, manake mwanamume na nani? Na mwanamke, satru minal jawanibi, kustiri kwa pembezoni tu, la min asfala, si kwa chini. Stara inayozingatiwa hapa ni kwa upande wa nini? Wa pembezoni, so kwa chini. Manake mtu akaswalia mfano sehemu ya juu, sawa? Yaani stara mfano kavaa kama ni kanzo, mimi nikavaa kanzo tu. Sawa sawa, kule ndani nisivae chochote. Sawa, kiasi ambacho nikiswalia juu, kisimama, ukiangalia hivi
unaona kila kitu. Sawa? Ile bado huambii umekosea. Sawa? Ila hivyo vitu vikaonekana kwa yani kustiri, stara inayozingatiwa ni mtu astiri kwa nini? Kwa pembezoni. So astiri kwa nini? Yani kuonekana, utaratibu wa kuonekana ni kwa pembezoni. So kwa nini? Ikionekana kwa chini. Sawa hapo pataleta shida. Lakini pia wale wanaovaa nguo pia uchi wako usije ukaonekana kwa huku. Mfano mtu ukarukuu ukajitizama kwa hapo ukaona sawa ila kwa chini hiyo haina tatizo. Sasa sio ujifunge sasa kwa kuwa umevaa ni sasa ndo ufunge sasa kwa miguuni, sio ndo unakaba ile nguo yako labda. Nafahamu Kwa hiyo wajibu ni wajibu wa alaihima, manake ni wajibu kwa hao wawili ambaye ni mwanamume na mwanamke, satru minal jawanibi, kustiri sehemu ya nini? Ya pembezoni, la min asfala, si kwa chini. So lazima kustiri kwa nini? Kwa chini kama tulivyotoa maelekezo. Wajibu na ni wajibu ayakuna satiru, kiwe kistara, yamnau, kinazuia hikayata launil bashara, kiwe kinazuia kule kusimulia rangi ya mwili. Kusimulia nini? Rangi ya mwili. Sawa? Yani hiyo stara yako kinachozingatiwa ni hiyo stara uloivaa ambayo umeambiwa mipaka yake ya uchi kwa upande wa mwanamke na mipaka ya uchi kwa upande wa nani? Wa mwanamume. Hiyo stara utakayoivaa kinachozingatiwa ni izuie hikayata launil bashara, kule kusimulia nini? Rangi ya nini? Mwili ule. Mfano mtu akitizama kwa hapa haoni wewe una rangi gani, hawezi kujua wewe ni mweupe ni mweusi. Sawa lakini ukajistiri na kitu ambacho mtu akitizama kwa hapa akawa ana nini? Anajua wewe una rangi gani, hapo hiyo bado haitoshi. Lakini pia nani pia. Kwa hiyo maana hayo, maana yake mtu akajinani udongo ukijinani hivi, ukijipaka udongo ukapaka vizuri, sawa, kiasi ambacho mtu hawezi kujua wewe una rangi gani, inatosha. Utasali basi na swala ina kuwa iko vizuri, si ndivyo jamani? Anasema wajibu yakuna satiruna, ni wajibu kiwe kistara, yamna hikayata launil bashara, kiwe kinazuia kule kusimulia rangi ya ngozi ya ule mwili. Yakuna malbusa, na kiwe ni kivazi. Kiwe nini? Au ghaira malbusi, au kisiwa ni nini? Yakuna malbusa, iwe ni nguo, au ghaira malbusi, au si nguo. Sawa fala takfi dhulma, halitoshi giza. Halitoshi nini? Giza. Huwezi kukaa gizani kwa kuwa hatujui kweli wewe una rangi gani ukiwa gizani, lakini hiyo hainini? Haitoshi kuwa ndo stara. Usema mimi naswali hapa gizani bwana, nazima taa, nakaa chumbani nazima taa. Sawa hii taa nikizima itoshe kuwa ndo nini? Ili giza litoshe kuwa ndo nini? Ndo stara yangu, alafu ukavua wewe nguo zako zote ukasa, hiyo haitoshi. Wa khaymatun saghira, na kihema kidogo. Kihema mtu anaweza akaingia akachimba shimo au akawa kahema hivi, si ndivyo akaingia mle
hakatoshi bado. Sehemu zingine sawa Alafu alkhamisu, sharti la ngapi hilo? La 5. Istikbalu alqibla, ni kuelekea kibla, bisadri, kwa kifua, fil qiyami wal qu'udi, katika kisimamo na katika kikao. Kipimo sharti la 5 la swala ni mtu kuelekea kibla kwa kifua akiwa amesimama na akiwa amekaa. Kama mtu anaswali kwa kusimama, kama mtu anaswali kwa kunini, kwa kukaa, basi kipimo cha kwamba huyu mtu ameelekea kibla huwa inaangaliwa nini? Kifua. Kifua chake kikiwa kimeelekea kibla, basi ndo ameelekea kibla hivyo. Sawa jamani? Sasa hapa nitoe angalizo. Kuna wale ambao anakuwa kwenye swala, akishamaliza ile, wakati anamaliza tahiyatu, wakati anataka kutoa salamu, anatoa salamu yani ile hichi kifua anakitoa kwenye kibla. Hapa utaharibu swala. Unatakiwa tu, kinachotakiwa ni hii tu, assalamu alaikum wa rahmatullah, yani hii tu ije, so wa rahmatullah, assalamu alaikum. Kwanza wengine ana huku mikononi kwanza anaisuia, anafanyaje huku mikononi? Huku mikono inaenda hivi, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sawa sawa wengine hata wasomaji atahiyatu. Sawa utakuta kwenye atahiyatu atahiyatu, mbele watu, nyuma watu, mtoto wa watu, siku ya 3. Atahiyatu gani? Akishamaliza hapa unaona mtu anasema ndo swala hivyo eti. Swala gani? Mtu tumuulize, hebu tusomea, kwa sababu atahiyatu ni nini? Ni nguzo ya maneno. Kwa sababu swala vigawanyo vyake vya nguzo viko vingapi? Viko 3. Kuna qalbiyun, kuna qauliyun na kuna fi'li, si ndivyo Kuna nguzo ya moyoni, za moyoni, kuna nguzo ya maneno, kuna nguzo ya nini? Kitendo. Utakuta hapo mbele. Sawa sawa Sasa atahiyatu kwenye kikao kile cha mwisho, yani kwenye ukikaa ile atahiyatu ya mwisho, kusoma atahiyatu ni nguzo ya maneno. Ni nguzo ya nini? Huwezi tu kaa hapa maliza hapa sawa atahiyatu hapo anasemaje? Atahiyatu, mbele watu, nyuma watu, mtoto wa watu. Atahiyatu gani? Sawa sawa Kwa hiyo uwe makini. Sawa kifua ukiwa unaswali kwa kukaa, kifua ukiwa unaswali kwa kusimama, ndo kinachozingatiwa kwenye upande huko nini? Kuelekea kibla. Biman kibaini, na kwa mabega mawili, wa mudhamil badani, na hii sehemu kubwa ya mwili. Sawa fi ghairihima, katika sehemu zingine zisizokuwa kisimamo na nini na kikao. Kwa hiyo mtu aelekee kibla kwa mabega na kwa hii sehemu kubwa ya mwili, akiwa hayumo kwenye kisimamo na akiwa hayumo kwenye nini, kwenye kikao. Maana yake yuko wapi? Ima ameruku au amesujudu, si ndivyo illa idha ishtadda al-khawfu, ila itakapozidi khofu al-mubahu, ya halali, walam yumkinuhu al-istikbalu, na wala haikumwezekani yeye kuelekea kibla, fayusalli kaifa amkanahu, ataswali kwa namna itakavyomwezekania, wala i'adata alayhi, na wala hawezi akarudia swala. Taswali hivyo, taswali kwa kuelekea huku pote. Sawa kwa kukimbia, kwa kutokukimbia. Hofu ikizidi, sawa, makelele tu ndio huruhusiwi kuyapiga, lakini harakati zile unasamehewa.
harakati unasamehewa. Lakini kukiwa hakuna kitu chochote upande wa harakati, mtu haruhusiwi. Mfano harakati, tunaposema harakati ni ile mitikisiko. Mfano mtu ukiwa kwenye swala alafu ukaji hivi 1 2 3, swali imebatulika. Sawa? Au mtu akaruka hivi kama Wamasai wanavorukaga ile unaitwa mruko muovu, akaruka kwa miguu yote afa akatua kama ni hapo hapo mbele, swala inaharibika. Kwa hiyo mtu akajikwaruza hivi, sawa, labda atikise vidole tu, kama ni hapa ndo pana nani, labda vidole peke yake hapa, ukitikisa tu vidole. Lakini ukitikisa na mkono hivi ikifika mara 3 swala imebatulika. Lakini kama ni umetuliza tu hapa vidole ndo vinafanya kazi, hapa hamna tatizo. Shida ni na nini? Ukawa unatikisa pamoja na nini? Na mkono. Sawa? Haya, mara ngapi watu utakuta mtu anaswali, Allahu Akbar, anaenda huyu ya swali shabatulika zamani kabisa. Kwa sababu kama mitikisiko mitatu, sawa, swala inafanya nini? Inaharibika. Haya, wewe kwenye swala uko zako, mara umepeleka kofia, mara wala dhalin kutana. Yani kwanza hebu ngoja tuhesabu kule kupeleka ya kwanza, ya pili, ya tatu, swala unayo hapa? Hamna, si ndivyo? Kwa hivyo makini, ikiwa mtawalia kama hivyo, swala inaharibika. Ndio katika vitu ambavyo mtu anaona ndo kama yani kawaida, afu haya ni mtu anaona kama kawaida tu. Kitu ambacho hakiharibu swala ni mtu akawa anatikisa labda kichwa, kugeuka hivi. Hii ni makruhu tu, sawa, ni karaha tu kufanya hivi, geuza kichwa. Unaweza kutazama huku wakati unaswali, lakini swala haiharibiki. Sawa kichwa. Lakini mikono, viungo vingine, kisa mara 3 swala inakuwa imefanyaje? Inabatulika. Sawa jamani, Kwa hiyo makini tumelazimika kulisoma darasa hili ili sawa. Unaweza ukawa unajifanyia unaona kawaida tu, lakini kumbe ndo swala inaharibika kwa sababu ya hicho unachokifanya. Wewe hujui sasa. Kwa sababu taarifa ya kukujulisha kwamba swala imeharibika, yani unapoingia kwenye kusali, Allahu Akbar, si ndivyo? Napiga takbira tu ya kuhirimia nini? Ya kuhirimia swala. Wewe angalia kwanza, inaitwa takbiratul ihram. Takbira ya kunini? Manake ile ihramu, manake takbiratul ihram ni takbira ya kuingia kwenye uharamu wa mambo ambayo kwamba ulikuwa ukitafsiri. Manake takbiratul ihram maana yake ni mtu kuingia kwenye nini? Kwenye uharamu wa yale mambo ambayo kwamba alikuwa anaruhusiwa kabla hajaanza kufanyaje? Kusali. Sawa? Yani akiyafanya sasa humo ndani ya swala inakuwa haramu kabisa, haifai. Na ndio inakuharibia swala hivyo. Sawa? Kwa sababu unapofika mahala unaswali, huna taarifa, yani swala ikibatulika hakuna kengele useme kuna kitu fulani kitakuashiria. Kitakachokuashiria ni yale uliyosoma. Nguzo za swala ni ngapi? Nikiharibu hapa, taratibu za swala ni zipi? Nikivuruga hapa ndo kuharibika kwa swala. Kwamba nikiharibu hapa swala inaharibika. Si ndivyo Nguzo hivyo. Sawa jamani. Asadisu, sharti la ngapi? La 6. Sharti la ngapi? La 5 tumeona ni kuelekea kibla. Ataelekeaje? Tukaeleza. Kuna kuelekea kwa kifua akiwa wapi na akiwa wapi, na kuna kuelekea kwa mabega yake na sehemu kubwa ya mwili akiwa wapi, tumeelekeza. Sasa ya 6, sharti la 6, ayakuna almusalli muslima,
au mwenye kuswali ni nani? Ni Muislamu. Ambaye si Muislamu yeye akiswali swala haiswi. Asabiu, sharti saba ayakuna akila, awe ana akili. Falmajununu, mwenda wazimu kichaa, si mnamjua Wasabiyu, na mtoto mdogo. Alladhi, ambaye kwamba lam yumayiz, hajapambanua, la salata alayhima, hakuna swala kwa wawili hao, wala taswihu minhuma, na wala hata ukiswali haziwezi kufanyaje. Mfano kama yule kulo wako anaswali nini? Sawa sawa mtoto mdogo ambaye kwamba hajafanyaje, hajapambanua, mwenda wazimu kichaa, hamna swala. Athaminu, sharti la 8, antakuna almar'atu, awe mwanamke. Sikiliza, awe nani? Awe mwanamke nakiyata min alhaidhi, awe ametakasika na hedhi. Awe ametakasika na hedhi. Wa nifasi, na nifasi. Falhaidhu, mwenye hedhi, wa nufasau, na mwenye nifasi, la taswihu salatuhuma, hazitoswihi swala zao. Hazitoswihi nini? Swala zao. Na hapa angalizo nini? Angalizo kwenye utaratibu, manake huyu mwanamke anayezungumzwa hapa ni yule mwanamke ambaye kwamba hedhi itafanyaje? Itakoma. Sawa, hedhi itafanyaje? Yani kama labda mwanamke anatokwa na hedhi labda siku 7, zile siku 7 zikaisha na ile hedhi ikawa imekoma. Kama natoka siku 6, basi ikatoka hiyo siku 6 na ikawa imefanyaje? Ikawa imekoma na akaoga kabisa. Sawa Mwanamke hedhi ikisha kuwa imekoma, sawa mwanamke ikiwa imesha koma, yani haitoki, je, pale anaruhusiwa kuswali? Yani aoge ndo aswali, si ndivyo? Anaswali vile vile kabla bila kuoga, anatakiwa afanyaje? Ni mpaka aoge. Sawa ni mpaka afanyaje? Hata kukutana na mume wake ni mpaka aoge. Makosa makubwa watu wanayafanya, mtu anamaliza hedhi labda kama amekaa siku 7. Kuna wanaume wengine wana mtihani. Sawa, akishajua tu pale sio? Na wewe mwambia sijaoga bado. Kwa hiyo utaratibu wa mwanamke akishakuwa ametokwa na hedhi, ikimalizika ile hedhi, sababu ile muda kumuingilia mwanamke akiwa kushiriki tendo la ndoa, sawa mume na mke, mwanamke akiwa kwenye hedhi ni haramu, pata madhambi. Hedhi iache itoke, ikimalizika, ikikoma sasa, ikifanyaje? Ikikoma uoge ndo mume aruhusiwe kukutana na wewe. So vile vile ulivyo bado hujaoga, kuna mambo kadhaa tu ndo anaruhusiwa. Sawa tazungumza siku nyingine, lakini jambo jingine ambalo huruhusiwi ni kuswali vile vile, ni mpaka uoge. Huruhusiwi maana yake mpaka uoge ndo uswali. Kitu kingine ni kuingiliwa, kushiriki tendo la ndoa, sawa wewe na mwenza wako ni mpaka ufanyaje? Ukaoge josho la nini? La hedhi. Sawa, ukishamaliza kuoga hapo ndo atakuwa na ruhusa ya kukusogelea. Tunafahamiana vizuri lakini wengine anasema wengine imekoma ilikuwa usiku. Mimi siendi kuoga usiku ile, si ndivyo ndio siku ya 7 ikakoma pale. Anasema bwana mimi siendi kuoga bwana, maji ya baridi bwana. Ndio usikutane naye huyo. Sawa mpaka ufanyaje? Mpaka uoge. Ndio taratibu zinavyosema. Kwa hiyo tutakuja tuondokee hapa kwenye athaminu, kwenye sharti la 8 kwamba antakuna almar'a
nakiyatan min alhaidhi wan nifas, au mwanamke ametakasika kutokana na hedhi na nifasi. Kuna maelezo hapa, ndio maana tumepaachia hapa, kesho tutaondokea hapa ili tutoe maelekezo vizuri ya maeneo haya. Mwenyezi Mungu ajalie khairi. Amin. Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya ilmu. Amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.